Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Mwenue Yesu juu kama mwombezi wetu na hakimu wetu asiyekosea. Leo ni Novemba 4. Tukienda kuiangazia mada isemayo kazi ya sasa ya Kristo ya upatanisho. Kabla hatujalianza somo letu zuri siku ya leo, ni kualike tuombe. Mtakatifu, 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 Baba yetu na Mungu wetu uliye mbinguni, wewe pekee ndiye muumbaji wa mbingu na nchi, mwanadamu, wanyama, mimea, vijito vya maji na vyote vijazavyo dunia. Vyote uliviumba kwa mikono yako. Wewe u mwema peke yako. Wewe ambaye umetufanya kwa mfano wako. Sifa na utukufu vikurudie wewe. Tunalitukuza jina lako kwa ajili ya ndugu zetu, jamaa zetu na marafiki zetu. Asante kwa ajili ya nafasi hii ya pekee uliyotupatia sisi pia. Kwa ajili ya hayo tunalitukuza na kulisifu jina lako. Tunaomba ukatusamehe dhambi zetu katika kunena, katika kutenda, katika kufikiri yasiyokupendeza. Tusafishe, ututakase na ukazisahau kabisa dhambi hizo. Tunakuja kwako kwa kujutia, tunakuja kwako kwa machozi, tunakuja kwako tukiomba ukatupatie rehema yako, utembee pamoja nasi. Tunaomba uwepo wako uende pamoja nasi. Wakati fulani tumelitukanisha jina lako, wakati fulani tumetenda yasiyokupendeza. Baba, futa zote, tufanye weupe kama theluji. Katufanye tukawe katikati ya mataifa nuru ya ulimwengu. Asubuhi ya leo tunakuja kujifunza neno lako. Kwa furaha tunatamani Roho yako Mtakatifu akatufundishe kuyaelewa haya tujifunzayo, yakatusaidie katika maisha yetu, yakatusaidie kung'aa na kuwa nuru katikati ya ulimwengu, ili wayatazamapo matendo yetu mazuri wakutukuze wewe siku ya kujaliwa. Asante kwa sababu wewe ni mwema. Asante kwa sababu fadhili zako ni za milele. Walio wagonjwa uwape uponyaji, walio wahitaji gusa mahitaji yao. Asante kwani utafanya hivyo na kuzidi. Sio sisi tutakavyo, bali mapenzi yako yatimizwe. Ndilo ombi letu tukitumaini kwamba utakuwa pamoja nasi katika jina la Yesu. Amina. Mada ya leo inasema kazi ya sasa ya Kristo ya upatanisho. Imejengeka katika kitabu cha Mathayo Mtakatifu sura ya 28 aya 18. Neno la Mungu linasema, Yesu akaja kwao akasema nao akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Katika mkutano mlimani huko Galilaya, waumini wote walioweza kukusanywa walikutana. Kwa habari ya mkutano huu, Kristo mwenyewe kabla ya kifo chake alipanga wakati na mahali. Katika wakati uliopangwa, waumini yapata 500 walikusanyika katika eneo dogo mlimani, wakiwa na hamu ya kujifunza kitakachofundishwa na wale waliomwona Kristo tangu wakati alipofufuka. Mitume walipita kikundi kwa kikundi, wakiwaambia yale yote walioyaona na kuyasikia kwa Yesu, na kuhojiana kutoka katika maandiko kama walivyokuwa akifanya alipokuwa pamoja nao. Tomaso alisimulia kisa cha kutokuamini kwake na kueleza jinsi mashaka yake yalivyoondolewa. Ghafla Yesu akasimama katikati yao. Hakuna mtu aliyeweza kueleza namna alivyokuja. Wengi wa waliokuwepo hawakuwa wamewahi kumwona kabla, lakini katika mikono na miguu yake kulikuwa na alama za makovu ya kusulubiwa. Uso wake ulikuwa kama sura ya Mungu, na walipomwona walimwabudu. Lakini wengine walikuwa na mashaka. Na hivyo ndivyo itakavyokuwa kila mara.
Wapo wale ambao wanaona vigumu kutenda kwa imani na hivyo kujiweka wenyewe katika upande wa kuwa na mashaka. Hawa hupoteza vingi kwa sababu ya kutokuamini kwao. Haya ndiyo mahojiano pekee ambayo Yesu aliyafanya na wengi wa waumini baada ya kufufuka kwake. Alikuja na kuzungumza nao akisema, "Nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani." Wanafunzi wake walikuwa wakimwabudu kabla hajanena, lakini maneno yake yakitoka katika kinywa ambacho kilikuwa kimefumbwa na mauti yaliwagusa kwa nguvu ya ajabu. Sasa alikuwa ni Mwokozi aliyefufuka. Wengi wao waliwahi kuona nguvu zake akiwa anaponya wagonjwa na kudhibiti mawakala wa Shetani. Waliamini kwamba alikuwa na nguvu ya kuusimamisha ufalme wake Yerusalemu, nguvu ya kuzima upinzani wote, nguvu juu ya nguvu za asili. Alikuwa ametuliza bahari iliyochafuka, alikuwa ametembea juu ya mawimbi makali ya maji, alikuwa amefufua wafu. Sasa anatangaza kuwa amepewa mamlaka yote. Maneno yake yalipeleka akili za watu waliomsikiliza juu ya vitu vya muda vya kidunia hadi kwa vitu vya mbinguni na vya milele. Waliinuliwa kufikia utambuzi wa juu kabisa wa heshima na utukufu wake. Maneno ya Yesu kando ya mlima yalikuwa ni tangazo kwamba kafara yake kwa niaba ya wanadamu ilikuwa kamili na toshelevu. Masharti ya upatanisho yalikuwa yametimizwa. Kazi ambayo ilimleta katika ulimwengu huu ilikuwa imekamilishwa. Alikuwa akielekea katika kiti cha enzi cha Mungu, kupewa heshima na malaika, falme na mamlaka. Alikuwa ameingia katika kazi yake ya upatanisho. Akiwa amevikwa mamlaka yasiyo na ukomo, alitoa agizo lake kwa wanafunzi, "Basi, enendeni mkawafundishe mataifa." The Desire of Ages, ukurasa wa 818 na 819. Leo ni Novemba 4. Mada ikisema kazi ya sasa ya Kristo ya upatanisho. Na kwa nukta hiyo, mpendwa wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya Kesha la Asubuhi, ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya somo hili siku ya leo. Mungu atubariki sote na nikutakie wakati mwema. Ikiwa tumwamini Bwana, mbona tumejawa na mashaka kwamba hili atatenda kwa mahitaji yetu? Ikiwa tumwamini Bwana, mbona tumejawa na mashaka kwamba hili
Nitume